Shalom, mwanafamilia maombi ya ukombozi. Mungu akubariki sana. Nichukue nafasi kukualika asubuhi ya leo. Asubuhi nzuri, asubuhi ya baraka ambayo Baba ametupa tena kibali na upendeleo. Nichukue nafasi kwanza kabisa tumshukuru Roho Mtakatifu ambaye ametupa kibali asubuhi ya leo tena. Tusimame kwenye madhabahu yake. Baba yangu ninakutukuza. Asante kwa sababu ya uaminifu wako. Asante kwa sababu ya nguvu zako. Asante kwa sababu ya kutupenda na kutupendelea watumishi wako na wajoli wako. Tuko mbele zako tena majira tena haya, watoto wako tumenyekea mbele zako. Tunasi rehema zako tena Bwana Yesu. Tunasi rehema zako tena Roho Mtakatifu. Tutakase kwa damu ya mwana kondoo. Turehemu tena watoto wako. Sisi ni wenye dhambi. Hatustahili kabisa mbele zako Roho Mtakatifu. Utuoshe kwa damu yako ya thamani. Roho Mtakatifu tumenyenyekea kwako. Biblia inasema ya kwamba dhambi zenu zitakuwa nyekundu kama bendera, utasafisha kwa nyeupe kama theluji. Sawa na kitabu kile cha Isaya sura ya kwanza na mstari wa 16 mpaka 19. Baba, tuoshe na utusafishe sawa na fadhili zako. Roho Mtakatifu utuweke wakfu leo kwa ajili ya kazi kubwa ya kukutumikia wewe Mfalme. Utukufu na enzi na uweza na nguvu ni vyako Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen, 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 amen. Kila mmoja akili aseme amina, amina, amina. Ninamtukuza Mungu kwa namna ya kipekee. Bwana Yesu ametupa tena kibali hiki kikubwa asubuhi ya leo. Nichukue nafasi hii kukuomba kama huja subscribe, basi subscribe channel hii na uweze kujiunga na maombi yetu ya kila siku asubuhi na zaburi za ulinzi majira ya usiku. Nikuombe fanya kitu kikubwa sana cha kishujaa cha kijasiri, kupeleka habari hii kwa watu wengi sana. Kwa hiyo copy link na peleka kwa kila rafiki, ndugu, jamaa anaposikiliza maombi haya. Kuna mkono wa Bwana naamini utakuwa dhidi yako. Ni muhimu sana unapofuatilia maombi haya asubuhi. Weka agano kila siku asubuhi kupanda dhabihu yako ya sadaka kwa ajili ya kazi kubwa sana. Kumbuka unaposimama na dhabihu, unapotoa dhabihu yako kila siku asubuhi ukaweka dhabihu, Mungu atasimama na wewe kupitia agano lako na maombi yako. Watu wengi wanapenda kuomba lakini sio watoaji wa dhabihu, sio watoaji wa sadaka. Usiwe miongoni mwa watu wanaoomba bila kutoa sadaka. Omba, toa sadaka na utaona mkono wa Mungu ukifanya mambo makubwa sana, kama wengi wanavyoshuhudia maombi ya asubuhi haya ambayo yamegeuka kuwa neema kubwa na ukombozi katika familia nyingi za watu. Namba zetu za sadaka ni hiyo namba ya Vodacom ya 0756934903. Lakini pia jambo lingine, inawezekana unapita kwenye changamoto kadha wa kadha na unahitaji kushare pamoja na mimi. Naomba utumie namba ya WhatsApp ya 0679645759. Ni namba muhimu sana hiyo. Tuma kama unataka kujoin WhatsApp group letu la maombi, basi tutakujoin kwenye group la maombi. Lakini kama unapitia changamoto, basi tutumie ili niweze kusimama na wewe na mkono wa Mungu uende kutenda kazi. Bwana Yesu ametupa neema ya kushughulikia maombi 15 ya neema. Sasa maombi ya 15 ya neema, ninaomba hakikisha unapitia ombi la kwanza mpaka ombi la mwisho. Na neema ni neema ya kukufanikisha 2026. Kumbuka neema ni nguvu ya uwezesho. Kwa hiyo ziko aina nyingi za neema. Maombi haya neema ukiyaomba yatageuka kuwa ukombozi, yatageuka kuwa ufunguo, yatageuka kuwa milango mikubwa ya utukufu. Kwa hiyo neema hizi zitakusaidia. Tunazo neema nyingi na Mungu akusaidie kupitia maombi haya. Neema tulio nayo asubuhi ya leo kushinda dhambi. Baba mandorosha kati ya mambo yanawarudisha wana wa Mungu nyuma au yanawafanya wana wa Mungu wasipokee majibu yao, ni nguvu ya dhambi. Na shetani
anahakikisha kwamba mtu awe muombaji, lakini dhambi iendelee kumtawala. Ndio maana tuna watu ambao leo hii wako makanisani lakini wanazidi kutenda dhambi. Kuna watu leo hii ni waombaji lakini wanazidi kutenda dhambi. Sasa hii nguvu inayokusukuma wewe kutenda dhambi, kufanya uasherati, nguvu inayokusukuma wewe kutenda mambo ambayo ni yanapelekea uharibifu kwenye mwili wako. Kumbuka Biblia inasema sisi ni hekalu la Mungu, ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ukitenda dhambi, obviously Yesu atakuacha, Roho Mtakatifu atakuacha na utaona matokeo. Watu wengi wamekuwa wanatembea na vifungo vya dhambi bila wao kujijua, na dhambi hii imesababisha ndoto za watu nyingi ziharibike. Dhambi imesababisha kuondoa mahusiano kati ya wewe na Mungu. Ukisoma vizuri kwenye kile kitabu cha Wafalme wa kwanza, utaona zile habari za Suleimani kuanzia sura ya 7 pale, ya 8, ya 9. Suleimani Mungu anampenda, Mungu anamuinua, anajenga hekalu, lakini Suleimani akaacha Mungu, akaenda kuzini na wanawake. Biblia inasema wanawake wakageuza moyo wa Suleimani. Suleimani akaanza kupita kwenye changamoto nzito. Suleimani akaanza kupita. Mungu akasema, sasa Suleimani, nimekukataa. Akamnyang'anya mataifa yote, zaidi ya mataifa 10 akayaondoa. Ni neema tu ya Daudi baba yake ndiye alikuja kupata kataifa kamoja, na mtoto wake Yeroboamu akapata taifa moja. Sasa unaweza kuona kwamba dhambi ilipelekea Suleimani apoteze kila kitu. Kwa hiyo dhambi imewapelekea watu wapoteze kila kitu kabisa. Kwa sababu ukisoma vizuri maandiko utagundua maana ya dhambi. Warumi 6 mstari wa 12 anasema, basi dhambi isitawale ndani ya miili yenu ipatikanayo na mauti. Unaona? Kwa hiyo dhambi ni kipengele kimoja ambacho kinasababisha mauti. Yes, mauti ni uharibifu. Unaona? Kwa sababu dhambi inaleta kila kitu. Soma kwenye kitabu cha Yakobo 4:7 mpaka 10, basi mtiini Mungu, mpingeni shetani nao atawakimbia. Karibieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Itakaseni mikono yenu, enyi wenye dhambi, na kujisafisha mioyo yenu, enyi wenye nia mbili. Kama hatutajitakasa, kama mwaka huu Mungu hatakusaidia ukaendelea kudumu kwenye dhambi, uwe na uhakika hata maombi yako Mungu hatayasikia. Lazima uishinde dhambi. Amuru kwamba mwaka huu, Baba, ninashinda hii dhambi. Omba, mwambie Mungu, naomba unipe nguvu ya kushinda hii dhambi. Mbona natamani kuacha uasherati, mbona naendelea? Mbona natamani kuacha uzinzi, naendelea? Mbona natamani kuacha sigara, pombe, mbona naendelea? Mbona kuna vitu natamani kuviacha lakini unaendelea? Mbona kuna vitu natamani kuviacha? Umeona? Kwa nini? Kwa nini? Kuna vitu natamani kuviacha lakini vitu vinaendelea. Lazima ujitenge na dhambi. Kwa maana Warumi 6:23 nasema, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali kalama ya Mungu ni uzima wa milele. Unaona? Katika Kristo Bwana wetu. Mshahara wa dhambi ni mauti. Vifo tunavipata kwa sababu ya nini? Ya dhambi. Mungu akupe neema ya kushinda dhambi. Mungu akupe neema ya kushinda dhambi mwaka huu. Kama unataka kufanikiwa, tamani kwenda viwango vikubwa, Mungu akupe nguvu ya kushinda dhambi. Na kuna watu natamani niwaombee sala ya toba kabla tuendelea. Inawezekana umekuwa unapita kwenye
mahali kadha wa kadha, na ndani yako unasikia kabisa dhambi fulani inakutesa, naomba tuombe maombi haya na utashangaa hiyo dhambi inakuacha na unakuwa mtu mpya. Naomba inua mikono yako, kama utembea piga magoti, zamiria kuomba ishara ya toba. Sema, Bwana Yesu, nimesikia sauti yako, nami nimekuja kwako asubuhi ya leo. Ninaomba neema ya kushinda dhambi. Bwana Yesu, naomba unisafishe na kunitakasa kwa damu yako ya thamani. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, kitabu cha wenye dhambi, kitabu cha wenye hatia. Ninaomba Bwana Yesu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Tangu siku ya leo nikutumikie wewe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Bwana Yesu, niko mbele zako tena, ninakiri ya kwamba nimekutenda dhambi maisha yangu yote, lakini kuanzia leo sitarudi tena. Ninaomba Bwana Yesu nisimamishe kwa nguvu zako na utukufu wako. Nami nakiri kuanzia leo nimeokoka katika jina la Yesu. Mtu mmoja aseme amina. Wewe ambaye ndani yako umeokoka, naomba inua mkono wako. Naamini kama umeokoka na utarudi kwenye hiyo dhambi. Lakini wewe ambaye unatamani kuomba maombi haya, naomba inua mikono yako tena. Sema, Bwana Yesu, nipe nguvu ya kuishinda dhambi. Mwili wangu siwezi, na wakati najitahidi kuacha siwezi, lakini nipe neema ya kushinda dhambi katika jina Yesu Kristo. Rosa karamando. Anza kutamka, anza kuomba neema ya kushinda hiyo dhambi. Kama ni dhambi ya uasherati, tamka. Kama ni dhambi yoyote inakutesa, dhambi yoyote ambayo unaona ni dhambi ndani yako inakutesa, ninaomba Mungu akupe neema ya kushinda dhambi. Rosanda ramakocha. Pokea nguvu ya kushinda dhambi katika jina Yesu Kristo. Rikanda ramasa, rikabababasa, rando roko tasa, rikababasata. Pokea neema ya kushinda dhambi katika jina Yesu. Marokoria basa, mandoroko shata. Pokea nguvu na neema ya kushinda dhambi katika jina Yesu. Baba, ninaomba kwa ajili ya mama huyu, kwa ajili ya baba huyu, kwa ajili ya kijana huyu, pe neema ya kushinda dhambi, pe neema ya kushinda dhambi katika jina Yesu. Rikabababa. Pokea nguvu ya kushinda dhambi katika jina Yesu. Pokea neema ya kushinda dhambi kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu akuwezeshe. Pokea neema, pokea nguvu ya kushinda dhambi kwa jina Yesu Kristo. Mwaka huu Bwana, pe neema mama huyu, pe neema kijana huyu, pe neema baba huyu ya kushinda dhambi katika jina Yesu. Roho Mtakatifu aingie ndani yako. Huyu atakupa nguvu ya kushinda dhambi. Omba nguvu ya Roho Mtakatifu katika jina Yesu. Mungu achilie nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yako, ikope nguvu ya kushinda dhambi katika jina Yesu. Risandaramako, risakatarabashan, rokoshadaraba, resakaramakoria katika jina Yesu. Pokea nguvu ya kushinda dhambi, neema kushinda dhambi iwe juu yako katika jina Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina, amina, amina. Mungu akubariki sana. Jiunganishe na sadaka kwenye maombi haya na utaona Mungu anakupa neema kabisa ya kuishinda dhambi, na Mungu atajibu maombi yako kwa haraka, maana Mungu anajibu maombi ya wasiobeba mizigo ya dhambi. Mungu akubariki sana, nikutakie siku njema. Nikualike sana katika madhabahu ya Mlango wa Ukombozi ambako mamia watu wanakusanyika kukutana na Yesu Kristo mtenda miujiza. Shalom, shalom, shalom.